wewe ni Mungu usiyelala, wewe ni Bwana usiyelala, 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 usiyelala. Imba wewe ni nani? Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Nyanyua mikono yako juu. Jikabidhi sasa unapoenda kusikiliza neno ufupi ambalo liko mbele yetu kabla tujamaliza maombi yetu saa 2. Baba, tunakushukuru kwa ajili wewe ni Mungu usiyelala. Ni siku yetu ya 5 tunaendelea na maombi. Ninajua kuna watu pengine wanaona kama tunapoteza wakati, lakini wewe ni Mungu usiyelala. Baba, unasikia haya maombi na tunaamini Bwana utaenda kuyatimiza. Baba, pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Wangapi wanabarikiwa na maombi haya? Mwawe kufikiri ukija kufika tarehe 26 utakuwa mtu gani? Hautakuwa mtu wa kawaida. Wangapi wanaamini hawatakuwa watu wa kawaida? Inasema wangapi wanaamini hawatakuwa watu wa kawaida? Hallelujah. Mungu ni wa ajabu sana. You will never be the same again. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi Mungu ni mwema. Tunaendelea na somo letu, kwa nini Mungu hutumia miujiza. Leo tuko sehemu ya 4. Kwa nini Mungu anatumia miujiza? Kwa nini Mungu anatumia miujiza? Haleluya. Bwana asifiwe. Alafu naamini kesho tupata nafasi ya kuona unafanyaje ili Mungu aweze kutembea na wewe kama tutamaliza kipande hiki cha leo. Haleluya. Wangapi wamekuwa kibarikiwa na somo hilo? Amen. Sababu tumekwishaona sababu ya kwanza, tulisema Mungu anatumia miujiza kwa sababu anataka ana tabia au ana kawaida ya kutumia miujiza kulisimamisha agano lake. Aliweka agano na Ibrahim na akamwambia ya kwamba atakuwa baba wa mataifa, lakini ili aweze kulitimiza hilo agano ilibidi aingilie kati, amtendee Sara, na Sara aliyekuwa tasa akapata mtoto. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Kwa hiyo Mungu anaweza kutumia agano kulisimamisha agano, kutumia miujiza kusimamisha agano lake. Inawezekana kwenye maisha yako kuna vitu ambavyo haviko sawa sawa. Mungu anaweza tumia agano kutumia miujiza kulisimamisha agano. Na mimi ninakuambia wewe ulioko hapa, Mungu atakutetea katika jina la Yesu. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Lakini leo nataka tuende mbele kidogo kwa sababu tunayo safari kidogo. Nataka nikupe angalau dondoo fupi kwa sababu wiki ijayo, habari njema, tutakuwa na mtumishi wa Mungu Pastor Emmanuel Mchuta. Atakuwa anafundisha kila jioni kama hivi katika jina la Yesu. Kama anaangalia YouTube, haya makofi hayatii moyo. Ungempigia Bwana Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Na ninajua kwamba moto utawaka kabisa
katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na kwa hivyo tutakuwa tunaomba na maombi yetu yatakuwa yanaishia saa 12:30 hii tumpatie nafasi mpaka saa 2 aweze kuleta neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Wangapi wanasema itakuwa sawa sawa? Amen, amen, amen. Okay. Kwa nini Mungu anatumia miujiza? Anatumia miujiza, sababu ya tatu ni kwamba anatumia muujiza ili kuwatoa watu wake katika maangamizo na majaribu. Mungu kuna kawaida ya Mungu, kuna wakati anatumia muujiza ili atoe watu wake kwenye majaribu, tena yale majaribu yanayozidi. Inawezekana kwenye maisha yako uko hapa na uko kwenye majaribu mazito. Wewe unayenisikiliza unahitaji kumjua huyu anaitwa Elishadai. Nilisema kwamba tunaposema Elishadai manake ni Mungu Mwenyezi, lakini maana halisi manake ni Mungu anayeweza kutenda miujiza. Mungu mtenda miujiza ndio maana ya Elishadai. Kwa hiyo usipate shida, tunajifunza kwa nini Mungu anatumia miujiza, kwa sababu tunajifunza habari ya Mungu Elishadai. Leo sijakuletea habari ya Mungu Jehova Roy, sijakuletea Mungu Jehova Rafa, sijakuletea Mungu Jehova Shama, sijakuletea Mungu Jehova Makadesh. Ana vyeo vingi. Mimi ninachoongelea leo ni Elishadai. Paza sauti yako, sema Elishadai. Sema Elishadai. Sasa Elishadai anatumia miujiza kama jina lake lilivyo, ili sio tu kulisimamisha agano lake na kufanya nini, lakini pia huwa anatumia miujiza kumtoa mtu wa Mungu kwenye majaribu. Kwenye majaribu, sema majaribu. Haleluya. Kwa hiyo huwa anatumia miujiza ili kuondoa kwenye majaribu. Anatumia miujiza ili kukuondoa kwenye majaribu. Sema haleluya. Na tunaiona hiyo kwenye kitabu cha Daniel mlango ule wa 3. Unaona, mnakumbuka habari za Daniel, kina Meshaki, Abednego na Shadrach kwenye Daniel mlango wa 3 mstari wa 19 mpaka 30. Tunaona ya kwamba hawa kina Meshaki, angalia mstari wa 24. Ndipo Nebukadneza akashangaa, akainuka kwa haraka, akasema, akawaambia mawaziri wake, je, atukutupa watu, anasema atukutupa watu 3 hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama mimi naona watu 4. Haleluya. Meshaki, Abednego na Shadrach walikuwa wamepita majaribu mazito sana, kwa sababu ya hila. Unajua kuna watu wanakuaga na hila, watu ambao wamejaa unafiki ndani yao, ambao mbele yako wanaweza kuwa wanakuchekea, lakini wana wivu na kila ambacho Mungu anakifanya kwenye maisha yako. Sasa maandiko yanatuambia kwa sababu kina Meshaki na Abednego na Shadrach walikuwa wanatembea na kibali cha Mungu. Mungu alikuwa amewapendelea. Walikuwa wamejaa nguvu za Mungu, Mungu amewapa kibali. Kwa hiyo wale wengine wakaanza kuwaonea wivu. Kwa hiyo wakagundua namna ya kuwapata kina Meshaki na Abednego na Shadrach ni kuwagombanisha na mfalme. Kwa hiyo wakaenda wakamjaza maneno mfalme, kama vile aishi milele, na wakamwambia, sisi tunafikiri kwa sababu wewe ni mfalme tutengeneze sanamu, alafu mtu yoyote atakayeisujudia, atakayekataa kuisujudia, huyo apelekwe kwenye moto. Wakatengeneza na tanuru ya moto, na moto ulikuwa mkali kweli kweli, wakijua ya kwamba kuna vijana 3 wanaompenda Mungu. Hawataki kucompromise, hawataki kwenda kinyume cha makusudi ya Mungu. Kwa hawa vijana 3 wakasema, sisi hatutasujudu sanamu, kama ni motoni na tuende, lakini swala la kumsujudia mfalme hatusujudu. Oh my God. Oh haleluya. Nina habari njema kumwambia mtu aliyoko hapa ya kwamba huna haja ya kucompromise imani yako. Endelea kusimamia imani yako, kwa sababu kuna huyu anaitwa Elishadai. Atakutetea hata kama unapita kwenye mapito magumu. Yeye atasimama upande wako katika jina la Yesu. Oh, kama kuna washini wangenisaidia kumpigia makofi Bwana Yesu. Haleluya.
Elishadai yuko tayari kujidhihirisha. Ukitaka kujua kwamba yeye huwa ana nguvu kupita kawaida, Elishadai unamuona, yani utamu wa nguvu za Elishadai unaziona wakati unapopita kwenye majaribu kama haya ambayo walipitia kina Mesha na Shadraka na Abednego. Lakini unamuona vizuri pale unaposimama upande wake. Hata kama mbele yako unaona moto, wewe usiangalie ule moto. Kumbuka hiki ninachokuhubiria, ya kwamba kuna Elishadai atakutetea. Hata pale kazini unapoona mambo, watu wanakuinukia, watu wanapeleka maneno kwa bosi wako, wanajaribu kukusema, wanajaribu kukuwinda ili kukuua. Unajua kuna watu wanabeba wana mioyo ya nyoka, wana sumu za fira ndani ya mioyo yao, wanatafuta namna ya kukuangusha kwenye hiyo ofisi ulioko. Lakini nikwambie kitu kimoja, wewe usihangaike na wao, endelea kumuita Elishadai. Nasema muite Elishadai. Ukimuita Elishadai akiingia katikati, uwe na uhakika kwa nguvu za Mungu atakutetea. Hata kama wameandaa moto, hamtakuwa watatu, hautakuwa wewe peke yako. Yuko mtu wa 4 ataingia na wewe kwenye moto. Kama unaamini mtu wa 4 anaenda kukutetea, huyo ninakwambia, kama unaamini ungempigia Bwana Yesu makofi na vigelegele. Maana kwa hiyo mstari wa 25 hiyo Daniel mlango wa 3 anasema, akajibu akasema, tazama ninaona watu 4 nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Oh my God. Wangapi wanatamani kumuona yule mtu wa 4, yule ambaye tunamuita anaitwa Elishadai? Maana anasema ana sura ya miungu, kwa sababu huyu mfalme Nebukadneza hakuwa anamjua Mungu huyu ambaye wakina Mesha, kina Abednego na Shadraka walikuwa wanamwamini. Kwa hiyo yeye katika kuelezea akajua pengine labda ni yule ana sura ya miungu. Haikuwa miungu ingechomeka, lakini kulikuwa na Mungu anaitwa Elishadai. Alishuka kuwasaidia kina Mesha, kina Abednego na Shadraka. Mabibi na mabwana, nimekuja kukuambia, hata kama unapita kwenye moto, mwite Elishadai. Yeye hata kama umepita kwenye moto, yeye atasimama na wewe. Huo moto hautakuteketeza, iwe ni kwenye ofisi au kwenye shughuli yako, iwe ni kwenye mahusiano yako. Hata kama kuna watu ambao ulikuwa umewaamini na wamesimama kinyume na wewe mwite huyo Elishadai, hatakutetea. Wakifikiri watakuangusha, lakini watakukuta mwaka kesho ukiwa bado umesimama, na mwaka kesho kutwa ukiwa unaendelea mbele, na mwaka ujao na miaka 7 ijayo watashangaa, watatafuta appointment, hawataiona, kwa sababu wakati huo utakuwa umefika mbali. Inatabiria mtu hapa ya kwamba una haja ya kuendelea kulia. Mwite Elishadai, hatasimama na wewe kwenye moto. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Haleluya. Unajua kuna tendency ile ya kuangalia moto badala ya kuangalia yule Mungu ambaye anaitwa Elishadai. Mabibi na mabwana, hawa jamaa walisema, nyie mtutupe tu kwenye moto, sisi hatuwezi kusujudu. Yule mfalme akakasirika akasema, ongezeni mara 7. Moto ongezeka mara 7. Akifikiri kwamba wataogopa, wakasema sisi hatuogopi. Kama ni kufa tunaingia kwenye moto, potelea mbali. Kama ni kufa tufe, lakini tunajua ya kwamba anaweza kutuokoa hata katikati ya moto. Walikuwa na idea ya Mungu anaitwa Elishadai. Mabibi na mabwana, wakati unapopita kwenye mapito, mwite Elishadai. Akishuka, hata wale ambao walikuwa nafikiri watakuangamiza, akishuka watamtukuza huyo Mungu wako. Maana maandiko yanatuambia Nebukadneza akatoa agizo ya kwamba watu wote wamwabudu Mungu wa Mesha, Abednego na Shadraka. Haleluya. Inataka nikuambie wewe mama ulioko hapa, wewe baba ulioko hapa, na kijana au wewe unayeniangalia, una haja ya kuacha hiyo imani yako. Endelea kusimama, yeye atakutetea, yeye atakupigania, yeye atakuinua katikati ya huo moto. Siku sio nyingi, ni mwezi huu wa 7. Mungu ambaye tunamkumbuka yeye Elishadai, acha ashuke kutetee, akupigania katika jina la Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi na vigelegele. Haleluya.
Rafiki yangu mmoja wakati fulani aliwahi kuja hapa, nakumbuka tukamwombea na alikuwa ametafuta kazi amekosa, na ni mtaalamu mzuri sana. Amesema hatakuja hapa siku moja kushuhudia, na kila nikimwombea naona mbona namwombea vizuri lakini hapati kazi, namwombea vizuri hapati kazi. Na unajua ikafika mahali hata chochote alichokuwa amekifanya, biashara zikaharibika nini, yani akawa ni mtu wa madeni, wakati mwingine mpaka hata chakula inakuwa ni shida. Mtu ambaye alikuwa ana fedha nyingi sana. Nikaendelea kumwombea, lakini leo hii kanipigia simu akaniambia, Pastor Jesse, nitakuja kanisani nitoe shukrani kwa sababu huyo Elishadai amekutana na haja yangu. Sasa hivi niko kazini, nilikuwa nasubiri niandike mkataba niingie kazini alafu nikuambie. Sasa hivi niko huku Mbeya, nimekwisha andika na mkataba, nimepandishwa na nimepata nafasi ya juu na mapato yameenda juu. Oh my God, my God, my God. Oh, nina mtu namtabiria hapa. Hata kama umepita kwenye hayo mapito kwa muda mrefu, ina habari njema kukuambia, yuko Elishadai. Ameshuka kukusaidia, ameshuka kukupigania. Ungempigia Bwana Yesu makofi na vigelegele. Hallelujah. My God. Mwambie mgeukie mwenzako, mwambie ninamhitaji Elishadai. Sema ninamhitaji Elishadai. Sema ninamhitaji Elishadai. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Nimeangalia muda wangu umesimama. Naomba usimame kwa miguu yako pale ulipo. Wangapi wanatamani Elishadai wasaidie katikati ya moto ulioko? Ninataka nikutie moyo, unaweza kumuita Mungu akakusaidia. Anza nena mbele za Mungu sasa. Muite Mungu akusaidie katikati ya huo moto ambao umekukatisha tamaa. Nimekuambia huyo rafiki yangu, kama kuna siku nimesikia raha, ni siku ambayo nimepata hii simu ya leo. Unaacha huyo, kuna shule zingine nyingi zinakuja, lakini nikakumbuka kwamba huu ni mwezi wa Elishadai ambaye anatenda miujiza. Nataka nikutie moyo wewe ulioko hapa. Pengine mpaka umefika mahali umejichukia, labda umefikiri kwamba watu hawakuoni, labda wewe una sura mbaya ndio maana hata wakuchumbii, au kwani uoi kwa sababu labda watu wanakukimbia, unafikiria labda wewe sio mwanaume lijani. Nina habari njema kukuambia, wewe uko vizuri kabisa. Wewe unachohitaji, unamhitaji Elishadai. Unamhitaji Elishadai. Unamhitaji Elishadai akusaidia. Wewe muite tu Elishadai. Hata kama hujapata hicho unachokihitaji kwenye maisha yako, pengine hujakipata, muite Elishadai, atakutetea katika jina la Yesu. Na moja maombi ambayo nimeomba ya kwamba yeyote ambaye ni mnyonge, yeyote ambaye anaonekana kwamba hawezi kufanya jambo lolote au hawezi kufika mahali popote katika kanisa hili, huyo ndio Mungu amuinue. Acha Mungu amuinue, acha Mungu amuinue na kumheshimisha. Haya ndio amekuwa maombi yangu, ili ifike mahali watu wajue ya kwamba tunaye Elishadai. Haangalii sura, haangalii mahali ulipotoka, haangalii historia yako, haangalii elimu yako. Yeye akiingia atakusaidia. Kama wewe ni Meshach au Abednego au Shadrach, ataingia mtu wa nne, anaingia mwenye sura ya Elishadai. Tunamsaidia Nebukadneza kumwelezea ya kwamba ana sura ya Elishadai. Anakaa katikati ya moto lakini hauteketei. Hata kina Meshach kina Abednego hawateketei, kwa sababu ni katikati ya ule moto usioteketea. Maana haiwezekani Elishadai akakaa katikati ya moto halafu huo moto ukakuteketeza. Inakwambia hata kama umepita kwa muda gani, ninataka nikwambie hilo jaribu halitakuteketeza wewe. Lazima utavuka salama. Utavuka salama. Utavuka salama. Utavuka salama. Utavuka. Mwite yeye. Mwite yeye kwa ajili ya familia yako. Mwite yeye kwa ajili ya ndoa yako. Mwite yeye kwa ajili ya mahusiano yako. Mwite yeye kwa ajili ya kazi yako. Kama unahitaji lolote, mwite Elishadai aingilie kati maisha yako. Iwe wewe ulioko hapa au wewe unayeniangalia, mwite Elishadai akupiganie. Shaka baba. Baba, katika jina la Yesu, inasimama Bwana kama mtumishi wako. Inaomba Baba kwa ajili ya watoto wako ambao wako hapa na wale ambao wananiangalia. Bwana, rakababo shendere makao rokora makanda la seke babaka.
Baba, angalia watoto wako ambao wamepita katika mapito magumu. Baba, maisha yao yamekuwa na mapito Baba ambayo yamewafanya Baba ni kama wanaona kama umewasahau. Lakini ninaomba kwa ajili yao Bwana, wewe ambaye Baba ni El Shaddai, ukashuke katikati ya ule moto kama ulivyoshuka wakati wa kina Meshaki, Abednego na Shadrach. Baba, ukapate kuwasaidia hawa wa mama, ukawasaidia hawa wa baba, ukawasaidia hawa vijana, ukawasaidia na hawa watoto. Ni kweli wewe ni Mungu El Shaddai, umuinua mnyonge ukamketisha na wakoo. Baba, ndivyo ulivyosema Baba kwenye Samueli wa pili, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili mlango wa pili, Samueli mstari wa 8. Baba, ninaomba ukamuinua huyu mnyonge, huyu ambaye hana sura, huyu ambaye hajui nini cha kufanya. Ninamweka mikononi mwako katika jina la Yesu. Ninaomba ya kwamba Mungu ukampate kumsaidia. Acha neema yako ikapate kumfuatilia kwa damu ya Kristo Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Uweza wako Bwana ukasimame juu ya kijana huyu Baba, ukamvukishe Baba pale ambapo hajui hata ni nini anaenda kula, hajui Bwana ni kitu gani anaenda kufanya, hajui Bwana hata kesho itamkaje. Lakini ninamwombea katikati ya ule moto, wale ambao wanafuatilia, wale wafanya kazi wamewasema mpaka kwa mawaziri, pengine wamewaenda kuwasema mpaka kwa wakurugenzi Baba, wameenda kuwasemea na kuwafanyia majungu Baba ili watolewe kwenye hiyo nafasi. Baba, tunawaombea ya kwamba wale wanaopata mapito ya moto Baba katika kazi zao, katika ndoa zao, ushuke El Shaddai Baba, uwatetee kama ulivyomtetea Meshaki, kama ulivyomtetea wakina Abednego na Shadrach. In the mighty name of Jesus, watetee Bwana, wapiganie kwa jina la Yesu, washindie waweze kutoka pale, ili wale waliokuwa na watafuta maisha yao wapate kujua ya kwamba kuna Mungu aliye hai, wewe ambaye tukikuita unaweza kuokoa kwa jina la Yesu Kristo. Kutana na haja hizo ambazo watu wanakuitia, hizo haja ambazo wanakuitia, inaomba Bwana ukutane na hizo haja kwa jina la Yesu Kristo. Baba, asante maana wewe ni mwaminifu. Pokea Bwana sifa na shukrani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Wakati chukua sadaka yako, chukua sadaka yako nzuri, tunaenda kumtolea Mungu. Na wakati tutakuwa tunamaliza haya maombi yetu ya siku ya 5. Wangapi wanabarikiwa na maombi haya ya mfungo tukiwa siku ya 5 katika siku zetu 21? Wangapi wanabarikiwa? Amen. Hallelujah. Nyanyua mkono wako juu pamoja na sadaka yako ambayo Mungu amekuwezesha. Twende mbele za Mungu nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya sadaka hiyo ambayo Baba wateule wako Mungu umewapa maelekezo. Maana Baba tulijifunza kwa muda mrefu Bwana, ndani ya mwezi mmoja na takriban miezi miwili. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba kila mmoja unatuelekeza kitu fulani kwa ajili ya kuweza kujiunganisha na ule mtiririko wako wa baraka za kimungu. Kwa hiyo ninakuomba Bwana, na kumwombea huyo ambaye yuko hapa, akabarikiwe Bwana. Acha neema yako na baraka zako zikasimame pamoja na wao, ukiwatetea kila mahali, ukiwashindia Bwana, kuwakumbuka hata kila ambacho alikuwa ametoa, pengine hata hajui nauli yake ataitoa wapi, pengine ameweka nia hata ya kutembea na mguu. Ninachoomba Bwana, ukamshangaze kwa baraka zako Baba. Ninaagiza miujiza ya kifedha kwenye maisha yao. Hebu weka mikono yako kwenye kifua, hata nikuombee miujiza ya kifedha. Kuna watu wengine hawajui kwamba Mungu anaweza kukupa miujiza. Si anaitwa El Shaddai. Rakaba oseke mama. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya kila mmoja aliyoko hapa. Yes, ninaomba Mfalme wa wafalme mwenye nguvu, ukaingilie kati Baba, ukamtendee muujiza. Pengine wengine wanahitaji kodi, pengine wengine wanahitaji Baba Mungu wa mbinguni school fees, wengine Baba wanahitaji kitu mbalimbali. Ninaomba Bwana, kwa muujiza wako kama El Shaddai, nenda kwenye simu yake, mjazie fedha, au kwenye begi yake, au kule kwenye chumba chake, au mahali pengine popote.
Niliwahi kuona Bwana ukifanya muujiza hii wakati fulani nilipokuwa nimewahi kuhubiri. Baba, ninajua sio wakati wote unaweza tenda, ni mapenzi yako kutenda hivyo, lakini kuna wakati inakulazimu kutenda kama ulivyotetea kina Meshaki, Abednego na Shadrach. Baba, unaweza Baba kufanya namna hiyo. Kwa hiyo hao ambao Baba wako crossroad, hawajui namna ya kufanya, namna ya kutenda, Baba maisha yao yako njia panda, ninawaombea ya kwamba ukawapatie muujiza wa kifedha kwenye maisha yao katika jina la Yesu. Kuanzia sasa hivi ninakuombea ukapokee muujiza wa kifedha, ukapokee muujiza wa kifedha, ukapokee fedha, ukapokee fedha katika jina la Yesu. Pokea fedha. Nyosha mikono yako hivi, sema ninapokea hiyo fedha, ninapokea muujiza wangu wa fedha. Sema napokea muujiza wangu wa fedha. Pokea hiyo katika jina la Yesu. Pokea wewe mama katika jina la Yesu. Pokea wewe kijana katika jina la Yesu. Pokea wewe binti katika jina la Yesu. Pokea muujiza wa kifedha. Hata wewe unayeniangalia kwa njia ya YouTube na Facebook, inajua ya kwamba unaweza kuwa na discussion mbalimbali ya kwamba huyu anatudanganya, anawezaje kuomba fedha ikatokea. Nataka nikwambie kuna Elishadai. Sio wakati wote anaweza fanya, sio kwamba anashindwa, lakini kuna wakati inabidi afanye ili kumtoa mtu kwenye mapito ya moto alionao. Pokea huo muujiza wa kifedha. Pokea huo muujiza wa kifedha. Pokea huo muujiza. Wengine wakakute fedha kwenye vyumba vyao, wengine wakakute fedha kwenye vitanda vyao, wakakute fedha kwenye mabegi yao, wakakute fedha kwenye mpesa zao. Wengine hata walikuwa wategemei kupokea hela, wakapokea muujiza wa kifedha in the mighty name of Jesus. Baba, asante maana nimehubiri neno lako, nami ninaamini umeenda kuliheshimisha. Hata tunapomaliza maombi haya, mbariki kila mmoja aliyoko hapa. Bariki na yule ambaye amekuja na sadaka yake, na yule ambaye Baba hajapata neema leo, mpatie neema hiyo Bwana, ili Bwana siku moja wote pamoja kabisa tukasimame kushuhudia wema wako na fadhili katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Basi nyanyua mikono yako juu. Asante kwa kuja kwenye maombi haya, na kesho pia tunaendelea. Nyanyua mikono yako juu, utasema Zaburi ya 23, na baada ya hapo utatoa sadaka yako hapa katika jina la Yesu. 1 2 3. Hakika wema na fadhili zako zote zitanifuata mimi, Pastor Jesse Jonathan, pamoja na uzao wangu siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele katika jina la Yesu Kristo. Amen. Watoto wangu lazima watafanikiwa, na mimi lazima nitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Piga makofi na vigelegele. Mwaka 2020, mwaka wangu wa mgeuko wa kiongo. Pigia Bwana Yesu makofi na vigelegele. Wangapi wanaamini ya kwamba huu ni wasaa wetu wa kuona Elishadai akijidhihirisha kwenye maisha yetu? Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Amen.